Mzee wetu mbele za haki, angalia maneno. Chukueni maneno ya hekima, siyashereheshi. Pengine nitakwenda kuwasherehesha mbele ya safari kwenye kunena. Asema hivi: nilumbapo kwa walumbi hatoki mtu kulumba. Na kulumba ni kuzungumza na mtu kama mfano wa debate, kujadiliana. Sasa sema nilumbapo kwa walumbi hatoki mtu kulumba. Mfumbaji hanifumbi kwa fumbo likanifumba. Ninenapo situtumbi, wangaja wa kututumba. Nilifungua polimba, kuja wengi wakangia. Siasa mzuri yivani wenye tutumba kwamba siasa si ngondo, siasa si fujo, si rafu, siasa si ukora, siasa si kuwapa watu unga, siasa si bangi. Yivani wenye tutumba kwamba siasa si ngondo. Ni kama kuvuka na simba, mbuzi na mkondokondo. Ujue kwenda sambamba na kuchatua mafundo, papondo utie pondo, ujue pa makasia. Siasa si kimbakimba na vundu kila kipembe. Ni tindo kutinda mwamba kwa subira iutimbe. Ni moto kushika pamba na pamba isirurumbe. Usiseme usilumbe ila kwa kuzingatia. Ni kweli siasa mzuri maisha mazuri, siasa mbaya maisha mabaya. Ni vizuri wanasiasa na zitangia msikitini, na hatutazipinga moja kwa moja, lakini tutazipinga kwenye kipimo takiwa. Hiki nilichokizungumza, manake watakawa walikuwa karamu, maimamu ni mashehe ni maduati, mwende mkaliswe tukaliswe tunoswe, kisha baada dhalika tupewe ile sumu takiwa na atakavo. Uone haya kwenda kinyume naye, japo kuwa utaenda kinyume na Qur'ani kwa sababu wa kushitahi mfanyeje naye amenipa. Huu ndio uharibifu tulio nao wengi wa maduati wetu na wengi wa mashekhe wetu kwenye mkondo wa siasa. Siasa kuva mbovu mbele ya mafakihi wa sharia ya Kiislamu inapotoka kwenye malengo ya siasa ya sharia ya Kiislamu na ikapinda kwenye kutoka katika kuleta maslahi na kuondosha ufisadi kwa watu, ikatoka siasa kwenda kuihifadhi dini, ikawa watu wakiwa katika ngoma zao za kisiasa, hakuna dini, kucheza hakuna dini. Hakuna dini katika mikutano, ikakosekana dini. Hakuna kuchunga heshima katika ulimi kwenye kunena na mengineyo. Siasa ni mpango wa kupangiwa umma na kuhifadhi umma kwa kuleta maslahi na kuondosha ufisadi. Kinyume na hapo si siasa, na mwenye kusimama kinyume na hapo si mwanasiasa. Kwa hivyo twataka fikihi ya Kiislamu kwenye mwanasiasa huwa vipi ni mwanasiasa, ama hukosa kuwa mwanasiasa, angaifanya mwanasiasa kwenye fikhi yetu. Ibn Taymiyyah asema siasa ni mtu kusimama sawa kwa raia, waljamu baina alquwwati wal amana, na kukusanya kati ya nguvu na uaminifu. Ana satwa na nguvu ya kusimama kwa hilo jambo, lakini hapo hapo ni muaminifu kabisa kwenye kusimama kwa hilo katika kuendesha mambo ya nchi ama mambo ya serikali. Miji imeshikana, watu wametangamana, wanasikizana, wanasaidiana, wanatembeleana. Likisimama la siasa, musimame muwavuruge, muwatetanishe,
muwagombanishe urongo, hutaki mabadiliko, au kubali kutota kwa lengo la kugawanya, sio nia yako, nataka kubadilisha kwetu na wakwetu. Siasa bila mikasa, mikasa si siasa, na waletao mikasa si wanasiasa, wangajifanya. Lakini siasa ni maslahi na maslahi ni siasa. Siasa zetu leo zimekuwa amwaja alfasadi, ni mawimbi ya ufisadi. Siasa zetu leo ni mawimbi ya ufisadi, na manahudha wa kukwepa mawimbi hao yafaa wawe namba 1 Waislamu, wawe manahudha wa kuongoza haya majahazi ya kuweza kukwepa mawimbi. Lakini hao tunaowafanya ni manahudha hujivurumiza tu katika mawimbi bila kujali, ndipo tusitoke. Twaivurumiza tukizama, na wapatikanao ni wachache, na wapatikanao wakiokoka sema basi na weitu sisafiri tena. Twateseka kwa maafa, pengine makazi, tahfashi nyingi katika miji yetu na miji ya watu. Akajitokeza mtu, hii hali lazima tuibadilishe, na kuibadilisha mpaka kwa mkondo huu ambao utakuja. Lakini wewe kwanza, si unataka mabadiliko? Na waamini ya kwamba mimi kipiga kura ni moja kati ya mabadiliko. Waamini hivyo nasema, na kuna wasiwamini. Safi. Sasa ukiamini hivyo, kisha akija mtu akwambia shika 10,000 hizi, sitoke kwenda, ukazuia 10,000 usitoke kwenda kupiga kura, mkweli wataka kukomboa? Mkweli wataka mabadiliko? Tuambianeni ukweli. Ina maana kwamba lengo lako ni lile pacho la ghafla hapo kwa hapo, mbele ya safari kulanike, kuharibike, kufidhanywe, kunini. Kuna haja hatuja. Uhodari wa siasa ni kuleta mikasa, ama mikasa ndio siasa? Sio maana hapo tutaka ufafanuzi wa kina wa fiqhi yetu ya Kiislamu, al-fiqh al-islami, itueleze hivi mwanasiasa ni ametasifiwa kwa uhodari wa siasa, kwa kuleta maafa na mikasa na vifo na mengineyo, ama hii mikasa yenyewe ndiyo mkondo wa mtu kuwa mkomafu kisiasa? Hodari wa siasa ni mbinu za kuleta maslahi. Alofeli kisiasa ni aloshindwa kuondosha mafasi katika umma kwa mujibu wa fikhi yetu ya Kiislamu. Siasa ilokosekana maslahi huitwa uharibifu na ufisadi, si siasa. Wala aloshika mkondo huo wa siasa hawi ni mwanasiasa. Pale aliposema al-Mustafa, ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidhaka yawman ma, wa abghidh baghidhaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Intabih, mpende mwenzako kwa kiasi, huenda akawa adui yako siku moja, na mtukie mwenzako kwa kiasi, huenda akawa mpenzi wako siku moja. Umeamua ataka kupiga kura, mbona kisha sema sitoki paka mtoleo? Kuna magunki veche ukaponda kote, salala wala sitojali kunena. Ukaenda na pande za kwetu, ukaenda wewe wataka tateremshwa kwenye boti kwa bonge la bati. Bati ngoma ya kikwetu, ikipigwa wewe hata sufuriani chungu wakiata kikaungua. Ngoma hatari kweli kweli, huwa ikipicha kwenye mishipa. Kama hii nilivyosema, Simba Ropa ikipicha hapa, kuna waungwana wengine watakuwa kuteza kwa kitwa tu na wafundie swala.
shetani. Akenda mwingine kesho atashushwa kwa batili kubwa zaidi. Ukia huku tasema sina wasiwasi, wote mbangu. Akenda na mwingine hivyo hivyo, akenda na mwingine kitamaka, ukihesabiwa kura tatu na umerambwa kwa kila upande. Si misingi ya ahadi ya dini yetu, mufe mupone, muunge musiunge, munisifu munichukane. Si misingi ya haki. Misingi ya dini ya haki ni ukweli kwenye lolote. Takupa, sikupi. Straightforward.